Ake tunaweza sana, na hapo ndipo ilipo siri ya mada yetu siku hii ya leo. Tunakuambia nguvu ya kujisimamia. Gilfred Arnold. Nguvu ya kujisimamia. Unaliongeleaje kiufupi kidogo? Nguvu ya kujisimamia. Nini kimekuja kichwani kwako? Nguvu ya kujisimamia manake yani ya kujifanyia mambo yako wewe mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yoyote. Kabisa. Manake sasa hapo wewe umeamua kuwa huru, akili yako iko huru kufanya unachotaka. Nafsi yako iko huru na kuyasimamia mawazo yako. Kabisa. Kwa hali ya msingi kabisa. Kwa hiyo leo mada yetu ni hiyo. Naomba shiriki nasi kwa kutupigia simu au tuma ujumbe kwa namba 0763 809770 na pita hapo chini kwenye mkanda wako. Moja kwa moja nasi tutaungana nawe. Lakini kwenye mada yetu hii ya leo tuko peke yetu, tuko na ndugu yetu hapa Lodrick Nabe. Huyu ni mshauri wa masuala haya ya ustadi kabisa, mwelekezi wa maisha, lakini pia ni mwandishi. Nabe, karibu sana. Asante sana. Basi tutakuwa naye moja kwa moja, tutaongea naye kuhusiana na kisa. Tutaona kisa hapa. Hiki kisa, unajua, katika zama za hapo mwanzo jamii ilikuwa inaamini kwamba kuna kazi za kufanya wanaume tu, lakini sasa mambo yamebadilika. Mwanaume, mwanamke anafanya kazi ambayo watu hawakutegemea kama angeweza kuifanya, na anatoa matokeo mazuri kabisa kwa jamii. Na mimi nashukuru sasa hivi watu hawashangai. Ni kweli. Mwanamke kwa bodaboda sio story tena. Mwanamke kuendesha sijui gari sio story tena. Yes. Kwa hiyo basi kwanza tuone mwanadada huyu Sofia, yani ni maarufu. Yeye anaitwa Severin, lakini maarufu anafahamika kama Fundi Sofia. Tuone yeye ana kitu gani cha kipekee kutoka kwake. Nimezoea kukukaribisha nikiwa nimeketi kitako au nikiwa studio, lakini leo imekuwa tofauti kidogo. Leo niko site eneo la Bunju jijini Dar es Salaam, na nimekuja mguu huu kwa ajili ya mwanamke mmoja mashuhuri ambaye yeye anasifika katika ujenzi wa nyumba. Najua si jambo jepesi na uthubutu unahitajika pia, lakini yeye ameweza na amekuwa ni miongoni mwa mafundi bora ambao wengi wanatamani wajengewe nyumba na yeye. Si mwingine, anatambulika kwa jina la dada Sophie. Wewe nami utamuona, na leo tutasikia kinaga ubaga. Je, alianzaje kazi hii na amewezaje uthubutu huu? Jina langu ni Angela Monde kutokea Bunju jijini Dar es Salaam. Ungana nami mwanzo mpaka tamati. Kama unavyoona, ujenzi unaendelea na kila mtu ameshika kipande chake. Si mwingine, ni dada Sophie ambaye naye yuko pamoja na hawa wengine, na wanamuelezea kwamba ni miongoni mwa mwanamke ambaye wao wanapokuwa naye katika kazi hajawahi kuangusha. Je, yanayosemwa ni kweli? Sasa tukamtafute Sophie, mimi na wewe, tukaangalie yeye anafanya nini zaidi katika site hii. Miaka ya hivi karibuni, tumekuwa tukiona uwezo wa wanawake katika uzalishaji mali, wakithubutu kufanya shughuli ambazo zimezoeleka kufanywa na wanaume. Salama. Severin, maarufu kama Fundi Sofia, licha ya kuwa mama, mke, ni fundi mwashi mbobezi kwa takriban miongo miwili. Nimefika hapo nje, naona kuna kundi kubwa la wanaume, na wewe ni mwanamke peke yako na mikiki naiona. Hii unaionaje dada Sophie? Kwako haikupi shida pengine? Kwangu mimi hainipi shida. Kwa sababu nimewazoea. Safi sana. Nashinda nao kila siku. Wengi ni kama kaka zangu, wengine ni wadogo zangu, wengine ni wasuku wangu. Kwa hiyo nimewazoea. Hongera sana kwa kazi nzuri. Wakati nakuja hapo nimezoea dada Sophie. Hivi jina lako kamili ni lipi, au ni hili la kazi, au ndio jina lote kamili la kwako? Jina langu kamili
naitwa Severina. Oh, hongera sana. Na hili Sofi lilitoka, mbona ni maarufu sana kwenye kazi? Hili Sofi ni jina la mdogo wangu. Jina la mdogo wangu ambaye nilikuwa nampenda sana. Na pia ni mchakalikaji sana. Kwa hiyo nikalipenda. Unajua ukiwa mtu wa watu wengi, ndio unatamani ujulikane kwa jina lingine. Ni kweli kabisa. Ni miaka 20 sasa tunaona uko kwenye kazi, dada Sofi. Dar es Salaam mimi nimekuja 99. Nyakati za sasa si kama za zamani. Upo wakati ambapo fursa za elimu zilikuwa chache nchini ukilinganisha na wakati wa sasa ambapo watoto wengi hupata fursa hii. Kwa kweli katika familia tulizaliwa watoto wengi. Miaka ya 80 ndio watoto wa kike tulikuwa hatupewi kipaumbele. Ni kweli, kupewa elimu. Kwa hiyo nilitathmini sana, ingawa sina elimu ya kutosha pata kazi ambayo italingana na cheti changu. Ndio. Sina. Ndio. Nikaona nguvu ninayo. Kwa hiyo nikapendekeza kuitumia nguvu yangu na uwezo wangu ambao amenipa Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Na ndizo ambazo wazazi wetu wengi wametukuza miaka hiyo. Hata sisi tumekuwa huko ndo baadaye tumeingia tena darasani kwa sababu ya nguvu zenu. Kwa hiyo wewe ni kama mamangu na ninakupongeza sana. Asante sana. Naam, dada Sofi, katika ujenzi unafanya shughuli gani na shughuli gani? Na sasa kama kuna plaster, sijui kuna blendering, unajua mimi sio mtu wa ujenzi. Wewe niambie ni shughuli gani unaweza kuzifanya katika ujenzi? Mimi kwa kweli katika ujenzi shughuli yangu kubwa sana. Ndio. Shughuli yangu kubwa sana mimi katika ujenzi sana ni plaster. Plaster finish. Sawa. Ndio ambayo sana naiweza vizuri. Naam. Nimesimama na kitu kimoja. Kwa hiyo nakifanya vizuri sana. Naam, nimeona hapo wanakusifia sana kwamba namna ambavyo hata unavyofanya plaster yako ni kwa ustadi mkubwa sana. Amini ndio tunasema kupiga lipu kwa Kiswahili. Ndio. Okay, hongera, ndio majina ya mtaani hayo ambayo tumeyazoea. Hongera sana dada Sofi. Dada Sofi, ilikuwaje usiwaze kupika nyumbani au kutengeneza batiki ambazo ni shughuli za wamama? Ikawaje moja kwa moja ukawaza hapana, mimi ujenzi? Unajua maisha ni safari ndefu. Kila mmoja anatafuta kufanikiwa. Kupika ni ujuzi ambao kwa mimi kwa kweli sikuwa nao. Alafu pia katika kuumbwa kwetu Mwenyezi Mungu amemjalia kila mmoja kipaji chake ili tuweze kusaidiana. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo kwa mimi nilipendelea huko. Kwa ni nguvu ya uthubutu tuliamua acha mimi nithubutu niingie kwenye ujenzi. Niingie kwenye ujenzi. Kwenye ujenzi kuna mwendelezo. Yaani kwenye ujenzi kuna mwendelezo. Leo unakuwa msaidizi, unapata kiasi fulani, kesho unakuwa fundi. Ufundi wako kadiri unavyofanya, unavyoonekana, ndio unakuwa, kesho unaweza ukashika kazi yako. Leo unapata shilingi 15,000, kesho 20,000, ndogo 30,000. Hatimaye unaweza ukashangaa umeshika kazi yako. Mwenyezi Mungu akujalia unaweza ukafanya maendeleo zaidi. Kwa hiyo niliangalia kitu ambacho kinaweza kikanisogeza zaidi. Jambo jema sana na hongera kwa kupenda kuwa tofauti. Miongoni mwa jambo ambalo wanafalsafa wanaliamini ni mtu ambaye anatamani kuwa tofauti kwa sababu anakuwa hafanyi jambo ambalo wengi wamezoea kulifanya. Na ndilo ambalo limenileta hapa kwa leo, kwa siku ya leo, dada Sofi. Dada Sofi, kazi hii ulianza kufanya ukiwa kijana au ukiwa tayari kwenye maisha ya familia? Nilianza nikiwa kama binti. Msichana kabisa. Naam. Watu wengi walisema hautapata watoto kwa sababu unafanya kazi ngumu. Lakini sio kweli. Zazi kama unacho Mwenyezi Mungu amekujalia unacho. Nilianza 2002, mtoto wa kwanza ujauzito nilipata 2004, 2005 nikapata mtoto wa kwanza. Nikalea 2008 nikapata ujauzito wa pili. Naam. Nikapata mtoto wa pili 2009. 2015 nikapata ujauzito wa 3. 2016 nikajifungua mtoto wa 3. Na unajigawa vipi sasa? Tunafahamu muda mwingi ambao tunatamani labda mama angekuwa labda na leo watoto, wewe ndio upo huku. Ni unawezaje katika kuhakikisha kwamba japo nipo huku lakini nakisha malezi yangu kwa watoto yanakuwa hawakosi ile nafasi ya mama kwangu? Kwanza inatakiwa ujitambue. Wewe ni nani? Ndio. Mimi ni fundi, mimi ni mama, mimi ni mke. Na balance muda wako. Ndio. Mtoto akiwa mdogo huwa anatafuta msichana wa kunisaidia mtoto. Kwa hiyo asubuhi
naamka mapema, namsaidia kazi nyingine ili msichana abaki na kitu kimoja kumwangalia mtoto. Jioni najitahidi kubalance muda. Msichana abaki na mtoto, mimi nipike chakula cha baba muda wowote ninaorudi. Sasa hivi kuna gesi. Ni kweli. Rahisishia. Hakika. Nikifika ninawasha gesi, napika kamchuzi kidogo, namsongea baba kwa ugali kazuri. Pia baba anaelewa ninachofanya. Kwa hiyo kwa mtoto haina shida kabisa. Natenga muda kiasi, alafu kama Jumapili, Jumamosi mara nyingi wanapumzika. Jambo jema. Napata muda wa kucheza na watoto wangu. Pia hata kukagua nguo za watoto wangu. Zinafuliwa vipi, inabidi nikwepe. Hongera sana na kupongeza sana. Asante, nashukuru. Dada Sophie, kwenye hii kazi upo na watu wengi. Kuna wakati mwingine tunasema tabia tukiwa site ni tofauti na tabia zinazokuwa nyumbani. Yaani kila sehemu inakuwa ina hulka ya mazingira yake. Pengine maisha ya hapa site na kila kitu. Hakuna kipi ambacho kwako unakihisi kama ni changamoto, au kwako wewe kila kitu unaona tu ni sawa, au pengine ni jambo lipi unalotamani pengine katika hizi kazi kwa wanawake wengine wakikusikia na waone hapana, tuachane na hizi dhana wanachozisema wengine? Yaani hizi kazi kwangu mimi ndio ambacho nakiona changamoto sana. Labda ni vile tu watu wanavonichukulia. Yaani watu hawakubali mpaka waone nimefanya. Kwa hiyo mtu akiniona nikija labda na fundi yoyote anasema ni mwanamke wake. Yaani napenda au niseme natamani kuona watu wanakuwa wana mwamko wa kujua kwamba mwanamke anaweza akawa ni fundi. Yaani anapokuona huko na fundi mwenzako, aamini kwamba ni fundi mwenzako. Hakika. Hicho ndicho ambacho kinanipa changamoto sana. Hata ninapounganishwa kazi, mtu akisikia sauti ya kike anakata simu. Anasema, "Fundi gani wewe mwanamke?" Kwa hiyo ni changamoto ambayo nakutana nayo, kutokuamini watu. Alafu kwa kweli changamoto nyingine kwa mimi hapana. Sina changamoto nyingine. Wakiniambia mjinga na mimi nawaambia mjinga. Mpumbavu hivyo, yani naishi nao hivyo kijumla kwa kweli. Sababu labda mtu wa muda mwingi kwenye kazi. Ni kweli. Hongera sana dada Sophie. Katika hii kazi pia dada Sophie, hadi sasa unajivunia kujenga mijengo gani, au umeshafanya kazi kwenye vitu gani ambavyo unasema bwana, kwa mimi msinione hivi niko kama soft lakini ninaweza nikafanya plaster kwenye jambo hili na jambo hili na jambo hili? Tokea nikiwa msaidizi, aina za ujenzi ambazo nimewahi kushiriki ni plaster nzuri, ndio kopro, kunyosha labda madirisha, mikanda, na mikanda ile ya juu kunyosha vizuri, nguzo pia kuzinyosha vizuri. Na kwa uzoefu wako dada Sophie, unapokabidhiwa leo, nimekuja kutembelea jengo kama hili kubwa ambalo linahitaji plaster safi, katika kuzingatia umaridadi ambapo sifa zako nyingi zinasifika kwenye kazi ya plaster, unazingatia vitu gani katika kuhakikisha kwamba huu udongo wangu au cement yangu ninayotumia iwe katika viwango ambavyo vinavyonifanya watu wengi watamani kufanya kazi na mimi? Ni yapi ambayo unazingatia ili uweze kupata plaster bora? Kwanza nazingatia kupata cement ambayo ni bora. Ndio. Alafu nazingatia ratio. Tunasema uwiano wa mchanga, cement. Iwe kali ili iwe ngumu, kiasi cha kwamba iwe na uimara. Ndio. Alafu pia nazingatia unyookaji wa kazi. Naanza na timanzi vipimo. Kama sehemu za mlango natafuta tepu, natafuta kobilo. Kwa hiyo nazingatia kwanza simenti ambayo nitakayomwambia bosi itakuwa ni bora. Kama ni sehemu ambayo ina maji, nitazingatia kuweka kuna vizuia maji. Ndio. Unyevu. Zipo na kunyoka pia kwa kazi. Hivyo ndivyo ninazingatia. Labda na mchanga mzuri. Naam, hongera sana. Sasa inakuwaje? Kwa sababu tunafahamu mchanga kidogo ni mzito dada Sophie. Hapa gorofani mfano kupanda hapa juu nilipokukuta, kuhakikisha unaweka mchanga. Unawezaje kubeba hii michanga na vitu kama hivyo? Mimi namshukuru Mungu. Ndio. Shukuru Mungu sana. Ndio. Mwenyezi Mungu amenijalia. Nina uwezo wa ameniumba vizuri. Ndio. Vizuri. Nina upawa, nina nguvu.
kiasi cha kwamba ndoo ya mchanga nikisema unabeba, ninabeba na nini naichotoa chini najitwisha kama juu, na nina uwezo wa kupanda nayo kwenye kazi. Hainipi shida hiyo pia kwangu. Unajivunia yapi kwenye hii kazi? Ni miaka 20 sasa dada Sophie. Yapi ambayo umeweza kufanya ukiwa ndani ya hii kazi? Najivunia mengi sana. Naam. Nina watoto 3. Ndio. Watoto wangu wanasoma. Wote nasomesha kupitia hii kazi. Sasa. Pia nina nyumba yangu. Iko maeneo ya Madale. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya hii kazi. Ukisaidiana na mwenzako mmeweza kujenga pamoja na kusomesha watoto. Na kupongeza sana. Kwa hiyo huu ndio mchanga ambao upo kwa ajili ya zege. Huu ndio mchanga ambao upo kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo hapo kama kuchanganya nini ni vitu ambavyo unaweza kabisa, unaweza kumpa fundi. Kama kuchanganya ni kitu ambacho. Yes. Sawa. Kwa maji kidogo. Naam. Kwa maji kama hivi. Yeah. Kazi. Na dada Sophie, unajilinda vipi na kuhakikisha kwamba athari za udongo au simenti na kemikali hazikupati? Kwa mara nyingi Ndio. Anavaa gambuti. Naam, kweli kabisa. Anavaa shati ya mikono mirefu. Naam. Mara nyingi wanavaa boxi. Ndio. Lakini kwa leo kama vile nimejisahau mahali. Ndio. Kwa hiyo najitahidi sana kujidhibiti. Kuona mimi leo nitajifunza ujenzi. Leo na mimi ninajenga japo sijavaa. Nasema vitendea kazi, lakini wacha nijifunze. Huenda na mimi nitathubutu, nitakuwa kama dada Sophie leo. Naam. Kwa baada ya hapa ninampa fundi. Hapo unampa fundi. Okay, sawa. Ama kweli kila kazi ina mwenyewe, na shangaa dada Sophie ameweza vipi yeye kunyanyua ndoo, anakuambia ndoo ya lita 10 au ndoo ya lita 20 ananyanyua na kumpa fundi. Mimi nimejaribu tu hapo, nimeona kabisa sio jambo langu. Jamani, kazi za watu ziheshimiwe sana. Dada Sophie, tuambie katika kuhakikisha pia uaminifu. Tunafahamu mafundi wakati mwingine tunajua fundi unampigia hivi, yani mafundi huwa ni sehemu ya lawama. Mimi leo bwana nimemcheki fundi fulani, nimeshampa kazi, katokomea. Kwako wewe unahakikisha vipi unajenga uaminifu, au katika site mnazotembelea zinakuwa mnajenga uaminifu hasa ili muweze kuendelea kuwa wateja wazuri kwa watu ambao wanahitaji huduma yenu? Katika uaminifu ni kitu kidogo sana. Alafu ni vile usiwe na vitu vingi vya kufanyia ile pesa. Lenga kwenye kitu kimoja. Unapatana kazi, bosi anapokupa advance, natakiwa uipeleke kwenye kazi moja. Kwa hiyo kwa mimi nikipata advance na kisha ile advance imetumika sehemu husika, na maana nimefanya kazi. Si kufanya hili wala lile. Kwa hiyo najitahidi kutengeneza uaminifu, kufanya kazi kulingana na pesa ambayo. Hongera sana. Kuna wanawake wengi sasa hivi wapo nyumbani, wanasema hawana mtaji, hawana nini, na wakitazama kazi hizo wanaona kama ni za kiume. Wewe unalipi la kuambia dada Sophie, ukiwa wewe ni mmoja wapo kwenye hii tasnia ya ujenzi miaka 20? Mimi kwa wanawake wenzangu, naam, kwanza nawaambia hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kujikubali kwamba mimi kazi naiweza. Ndio. Pia kusubutu. Unajaribu. Usikae tu na kusema mimi siwezi. Unaweza. Mimi sikutegemea kama ningeweza. Sikuzaliwa naweza. Ndio. Nilijifunza. Nilianza kidogo 2002 tulikuwa tunabeba udongo kwenye kalai kidogo. Hivyo inatakiwa wanawake tujaribu. Tuwe na moyo wa kujifunza. Kujifunza ndio kuweza. Ni kweli. Kwa hiyo waamke. Wasiseme kazi ya kiume. Mimi kazi naifanya vizuri sana. Hata kama ukiuliza mafundi wenzangu, basi mimi hata huyo mwanaume mwenyewe hakileta uzembe kidogo kwenye kazi, naweza nikafanya kazi ambayo tumepangiwa sawa, nikawahi mimi kumaliza, yeye nikamwacha. Kwa hiyo wanawake tunaweza. Kwa siri ni uchapa kazi. Safi sana. Yaani ni kujaribu na ni kujitahidi. Dada Sophie, mnafanya kazi ngumu sana ambayo inahitaji sana baada ya hapo kidogo, baada ya kazi angalau upate ujira wako au kile ambacho unastahili. Katika safari yako haujawahi kudhulumiwa, labda tajiri akawazungusha na nini, vitu kama hivyo havijawahi kutokea? Tumezulumiwa sana. Kazi zetu sisi hatuna makaratasi na maandishi. Tuna makubaliano ya mdomo.
Bwana anafanya kazi hapa mpaka pale. Ni kiasi fulani. Ndio makubaliano yetu. Inafika jioni, pengine anakukimbia. Yule aliyekuleta mliokubaliana anaondoka. Pengine wakampigia simu atakwambia kesho. Lakini kesho inakuwa ni kesho. Aidha asifike au afike jioni tena akukimbia. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Kwa kweli wote. Ni kweli na inaumiza sana kwa sababu kwa kazi hii ambayo ni ngumu alafu mtu akakudhulumu kwa jasho lako ambalo ni la haki, kidogo inarudisha sana watu nyuma. Dada Sophie, hadi hapo ulipofika sasa, umeniambia ni takriban miaka 20 kwenye hii kazi. Je, una uwezo wa kusimamia, tunasema nyinyi kwa lugha yenu sijui mnasema nini, lakini ile kusimamia site kama hii na ukapewa tenda na mtu akaamua kukabidhi wewe na uwezo wewe kuleta mafundi na kila kitu na jambo likaisha, uwezo huo unao? Sasa ndo umenunua kiwanja. Nina uwezo wa kusimamia site. Unajua site au niseme kazi haufanyi peke yako. Ni kweli. Unafanya na watu. Kwa hiyo nina uwezo, yani sana tutashirikiana. Naam. Nitaanza na hiki. Nitaleta mchanga kiasi fulani. Nitamwagiza material. Yatakapofika na uwezo wa kuita vijana kufanya kazi, lakini wakiwa chini yangu nikawaelekeza endapo mtu kama ataenda sio sawa na mrekebisha. Mimi niko tayari, ndio, na sina kipingamizi chochote. Na wakaribisha. Naam. Na pia ni mzuri, fundi ambaye naheshimu ahadi na pia napenda makubaliano. Makubaliana kazi ni kiasi kadhaa. Hela imetoka kwa awamu ngapi? Napenda iwe hivi. Inapokuwa tofauti kidogo tunapishana. Kwa sababu sipendi kuonewa. Kuna ile mtu anachukulia kwa sababu ni mwanamke basi anaweza akafanya vyovyote, lakini kwa mimi hapana. Kwa mimi tukikubaliana, ukienda tofauti kidogo utaona labda utaweza kaisi nimekukaribia. Kwa hiyo karibu. Akiwa kazini ni fundi Sophia na pia ni kiungo muhimu. Naitwa Karim Fediki. Mimi ni fundi ujenzi. Tuna uzoefu sana na kazi ya ujenzi. Dada Sophie ni fundi mwenzetu, ni fundi mzuri, anajiamini kwa kazi yoyote ile anafanya. Kule majukwaa anapanda, anafanya kazi nzuri na yuko bora. Kila akienda site mtu anamtamani afanye naye kazi. Hana shida kabisa Dada Sophie. Na ndio maana tukia site na sisi tuko naye. Kwa wanawake na jamii nzima wanaotamani na wao waweze kutoka hapo walipo, pengine wanatamani wakikuona hivi na wao waweze kuingia katika ujenzi, una yapi ya kuatia moyo au una lipi la kuiambia jamii kuhusiana na wewe? Karibu sana. Mimi naomba wanawake wenzangu, kwanza tutoe kauli ya kusema siwezi. Ndio. Mwanamke yote anaweza. Ni usubutu. Ndio. Mwanamke anatakiwa kubali mwenyewe na ujiamini kwamba hili jambo mimi ninaweza. Ukifanya kwa moyo unaweza. Mwanamke yoyote ambaye amekamilika, yani yuko vizuri, ana uwezo wa kufanya kazi kama hii bila shida. Kazi ambayo ina mafanikio, ni kazi ambayo haina longolongo ya pesa. Yani kazi yetu unafanya kazi jioni unapata hela yako. Kwa hiyo hata kama imetokea kama ni mama mwenye nyumba anakudai umeme, unamwambia mama ngoja niende kazini, nikirudi unapata. Kweli ukirudi kwa waliokuwa wengi wamenifu tunafanya nao kazi, unapata hela yako, unamlipa mama, unaendelea na majukumu yako. Na pia kazi ya ujenzi unaenda unakuwa, haubaki sehemu moja. Kama ulikuwa unasaidia utakuwa fundi. Ukitoka ufundi utaenda unajifunza vitu kidogo kidogo. Baadaye unakuwa na wewe una uwezo wa kusimamia kazi. Una uwezo wa kuangalia ukasema pale pamepinda kulingana na uwezo wako kali unavyoendelea kufanya kazi. Hakika. Kwa hiyo nawaambia wanawake wenzangu, wanawake tunaweza. Tusijishushe. Mwanamke kwanza jikubali. Mwanamke anatakiwa uwe na uthubutu. Ujaribu. Mimi nilianza na kujaribu, hatimaye nimeweza. Na pia wewe mwenyewe kujiwekea malengo.
mimi ni nani? Mimi ni Sofia. Mimi Sofia nataka nini? Baadaye yangu nataka iweje? Wewe mwenyewe ndio unajipangia. Na ukijipangia uwe na utayari wa kutimiza kile unachotaka. Hivyo ndivyo ninavyoambia. Nashukuru sana dada Sofia, na imekuwa wakati mwema kuzungumza na wewe leo. Na asante pia kwa kunifundisha au kuniongezea maarifa kwamba kuna nguvu katika kujaribu na kuthubutu ndipo kuweza kwenyewe. Basi nami nikutakie heri katika kuendelea na kazi yako. Nakutakia heri sana, na tunaamini watazamaji ambao mmemwona dada Sofia mtamuunga mkono katika hii kazi. Mengi ameyazungumza, wala nami nisiwe mzungumzaji sana. Kutokea hapa Bunju B, jina langu ni Angela Mondi na hii ni UTV. Asante sana Angela Mondi. Tumeweza kumuona mwanamama huyo Severin Mwatete. Lakini sasa huyu Severin Mwatete tumeweza kusikia kwamba yeye ana mwenza wake, na mwenza wake yuko nje kidogo ya mkoa, na hapa tumebahatika kuungana naye akiwa huko Bukoba. Wanasema katika mafanikio ya mwanamke basi kuna mwanaume ambaye amejificha pembeni. Basi na huyu ni Godfrey Peter, tupate kumsikia ana yapi ya kusema kuhusiana na mkewe huyu Bi Sofia. Karibu sana Godfrey Peter. Asante sana. Habari ya studio? Salama. Habari za huko Bukoba? Bwana ni mvua tu. Mnatunyima nini? Senene vipi? Ni wakati wake huu Senene bado. Huku hata kama ukizipata zina bei ya gari sana, alafu unakuta kama mimi ni dereva tunaangalia kupataje na pateje riziki. Okay, safi kabisa. Hebu tuambie kuhusiana na unajivunia yapi kwa mkeo? Mimi mwanzoni nilipata tabu sana. Baada ya watu kusema unakuwa na mwanamke anarudi saa 2, nikawa nahisi kwa unajua tena wanaume tena. Baada ya kuzoea na kujua kwamba huyu ni mpambanaji kama mimi, kwa kweli nilijisikia vizuri na nikamwamini moja kwa moja. Kwa hiyo nachojivunia kwake sana ni kwenye kupambana. Anajitahidi, anatafuta. Mimi nikirudi na laki na yeye anarudi na 60, kesho nikienda Mbeya nikirudi na laki na 50, na yeye unakuta huko amepambana, ana 80 hivyo. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Okay, natamani kujua kwenye familia ni mwanamke wa aina gani kwa watoto, lakini hata kwako pia? Kweli kwa hilo anajali. Yaani hata kama sipo kwenye swala la watoto, kwenye swala la kutoka nyumbani, kuacha mazingira kama mke. Anafanya, yani yote anayafanya. Naam, tunakushukuru sana. Majukumu yake ya kama mke nyumbani anayatimiza yote. Naam, asante sana kwa kuwa ni sehemu ya mafanikio ya Bi Sofia. Mimi natamani kumuita engineer Sofia. Asante sana kwa sababu ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kuruhusu ni kweli kabisa wanawake zao wakafanya hizo shughuli. Hongera sana Mr. Godfrey. Na tukutakie siku njema, tukutakie Jumapili njema. Nashukuru na nyinyi pia, kazi njema. Asante sana. Naam, tunarudi sasa hapa alikuwa ni mume wa Bi Sofia, Godfrey Peter, na ambaye anatuleta moja kwa moja katika kikao chetu. Sasa kikao chetu leo tunaanza kurudi hapa kwa mwelekezi wetu. Hebu tuambie baada ya historia hii ambayo tumesikia kwa Bi Sofia. Kuna nini ambacho unaweza kutuambia, umekipata kitu gani pale? Baada ya story fupi. Ile story ya Sofia kwa mimi ameni-inspire. Na tulikuwa tunazungumza hapa kwamba miaka 20 kwenye industry au kwenye kufanya kitu si michache. Ni kweli. Kwa sababu kuna watu wengi ambao leo anauza karanga, kesho anauza vitenge, kesho kuto unampigia naomba vitenge, anakuambia niko kwenye vitunguu. Baada ya wiki mbili unampigia sasa nataka vitunguu, anakuambia sasa hivi nauza mashati. Baada ya wiki nataka mashati, nataka kuwa mchungaji, nina upako. Kwa hiyo lakini miaka 20 kwenye kitu kimoja
kwa kweli engineer anafaa kuitwa engineer Sophie na anafaa kuchukuliwa na tuseme serikali, sehemu zote ambazo ufundi unahusika awafundishe, kwa sababu yeye yupo kwenye industry, yeye yupo kwenye field, ana uzoefu wa hali halisi, sio makaratasi. Kuna vitu vingi sana ambavyo anaweza akawafundisha. Kitu kingine ambacho nimekipenda, life work balance, jinsi anavyo balance kazi na nyumbani. Umemsikia mume wake anasema anatimiza wajibu wake kama mke. Watoto anawalea, mazingira ya nyumbani, na mumewe anamjali. Lakini cha tatu kilichonifurahisha, sisi unajua wanaume wengi kimewafurahisha, tunatamani tupate mtu ambaye ni mpambanaji. Na hamsini. Yani awe mke alafu awe business partner, kwamba nikileta 50 leta 20 kabisa. Yani imekuwa ghafla sana kwa sisi wanawake jamani, na kuanzia mapema, kwa sababu nakuelewa sana kwa sababu kuna wakati soma nyumbani kuna mambo yanataka kushinda yakakutenganisha, lakini kama yeye kwa sababu nitoe nitakuwa. Kwani jamani, tumekubaliana sisi ni walezi, tunawalea nyinyi na watoto. Dunia imebadilika sana. Vitabu vinasema kwamba mwanamke ni msaidizi. Ni kweli. Sasa msaidizi either awe na nguvu sawa na wewe au akuzidi nguvu. Sasa hapo ndo mtihani. Kama nataka unisaidie kubeba hii meza, lazima uwe na nguvu kama mimi, yani zisipishane sana. Kwa hiyo nimekiona kwa engineer Sophia, yani tumpe engineer makofi yake. Kwa hiyo wanaume na sisi tunapenda, yani usiwe mke tu, lakini uwe partner, uwe supporter. Angalau na wewe usogeze kitu pale mimi naposhindwa, na wewe na amekifanya vizuri sana, yani big up kwake. Ni mitazamo gani ambayo mipya imekuwa ikijengeka katika jamii kuhusiana na migawanyo ya kazi kama hii? Wapo ambao wanasema hizi kazi za wanaume, wengine wanasema kazi za wanawake. Of course physically kumuona mtu anafanya kazi ngumu kama ile mwanamke, wengi wanashangaa. Lakini yeye ameshatuonyesha kwamba inawezekana. Kwa hiyo hata wanawake wengine wanaweza wakafanya kazi kama zile. So swala la kuchagua kazi ni maamuzi ya mtu. Kwanza jifunze. Lakini pia tunaangalia pia mazingira. Upo kwenye mazingira fulani, wewe hujasoma sana, hujaingia hata chuo, na kuna nafasi ya kujifunza ufundi, nafasi ya kujifunza kupiga ni plaster. Jifunze, fanya. Unakuta kama hivi Sophia anafanya, na wapo wanawake wengine wanaofanya, ila kuna wale ambao wanapata changamoto. Unahisi ni kitu gani ambacho kinawakwamisha hawa wanawake kufanya zile kazi ambazo inaonekana hii ni ya mwanaume na sio ya mwanamke? Kitu cha kwanza, hofu. Na zipo hofu nyingi sana. Kuna hofu ya kuogopa nitaonekanaje, marafiki zangu watanisema, wale ambao tulisoma nao watanisema, lakini wengine ambao wana hofu ya wao ndani kwa ndani kwamba nitashindwa, nitaweza. Yani kabla hata hajaanza yeye tayari ameshajikatisha tamaa. Kwa hiyo ni moja ya vitu. Lakini vingine ni kukosa elimu. Inawezekana Severin alipata mtu akampa nafasi, akaenda kwenye site, akaanza kujifunza. Ndani ya hiyo miaka 20 yote akawa anapanda cheo mpaka kazi anazozifanya. Kwa hiyo kuna watu wengine wanashindwa kupata mazingira sahihi ya kujifunza ujuzi ambao unaweza ukawasaidia. Na wengine wanasema sina mtaji. Lakini mtaji wa kwanza ni utayari wako kwanza. Wengine unakuta wanaogopa sasa maoni ya watu kama walivyosema, utayari. Kwa hiyo yani mtu achukue njia gani ili aweze kupata ule ujasiri kwamba mimi naweza kufanya hivi, siangalie watu wanasema nini, mtaji nitajua mbele itakuwaje. Nitawapa hasira ya kwanza. Hasira ya kwanza ni kwamba ukiwa huna pesa watu hawakujali. Yani watu hawakuoni. Ukweli mchungu huo. Yani msijui kama una pesa watu hawakuoni. Ndio. Yani utagundua yani wewe ni giza. Yani wewe ni giza, yani wanakupita kama vile girlfriend. Unaonekana? Si bado giza. Ukishaanza kupata pesa ndo watu wanaanza kuchunguza. Ndio maana maskini achunguzi kwamba nini sababu ya umaskini waka. Ni kweli. Tunawachunguza matajiri. Na story zao ndipo ambapo zinaanza kutengenezwa. Alipozaliwa mnaanza kufuatilia. Hela yake alipa. Lakini wewe ukiwa maskini hakuna anayechunguza umaskini wako.
Kwa hiyo wewe achana na macho ya watu, achana na maneno ya watu. Wewe unajua shida zako. Wewe unajua maisha yako, wewe unajua una familia, mahitaji yako, achana nao. Watu watakwambia vitu vya kufanya kwenye maisha au watakupa mapendekezo alafu wataondoka. Wataendelea na maisha yao. Kwa hiyo mtu anaweza kukuambia fanya hiki alafu yeye anaendelea na maisha. Sasa ni wewe utakapoamua kufanya ya kwake, impact inakuja kwako. Ndio jifunze kutoka kwa wale waliofanikiwa. Ni tabia gani au mtazamo gani unaomtofautisha mtu aliyefanikiwa kuvunja vikwazo vya kijinsia kama vya fundi Sophie? Yes, watu ambao wameamua kufanikiwa. Cha kwanza ni kufanya maamuzi, wanafanya maamuzi kwamba mimi nimeamua kufanya kazi hii. Sasa kufanya maamuzi ni tofauti na kusimamia yale maamuzi. Wapo ambao wanasema kuanzia leo nitaanza kufanya mazoezi. Sasa hayo ni maamuzi. Je, utayasimamia hayo maamuzi? Uanze kufanya mazoezi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwezi, kusimamia na bila hata mtu mwingine kukusukuma. Wazungu wanasema accountability. Ni kweli. Uwajibikaji. Sophie ndo anachokifanya. Mume wake yuko kule, yeye yuko, lakini anajisimamia. Anasimamia familia. Kwa hiyo hicho pia ni kitu ambayo ni sifa ambayo watu waliofanikiwa wanayo. Uwajibikaji. Yaani bila kusukumwa na mtu mwingine. Kuna vitu ambavyo wewe utavifanya bila mtu mwingine kukusukuma. Sasa unaweza kukuta pale kuna mtu ametazama hiki kipindi anatamani kufanya kama hizi shughuli ambazo anazifanya Sophie, lakini ni mwanamke ambaye anasema sasa Sophie jamani, hii skin care yangu hii hii ngozi yangu na hii tope, unaona anatamani kufanya, lakini akijaribu kuangalia kubeba zege nitakuwa mgumu ule uteke utaisha. Mimi mwanamke anataka bado ubaki. Wewe unamshauri vipi? Akiona kwamba kazi ya Sophie ni ngumu, basi atafute kazi ambayo anaiweza yeye. Lakini ajue kabisa kwamba kama hauna kipato, yani maisha yako yanakuwa magumu. Hata ukikaa mbele za watu lazima, yani hawakuoni kama mtu wa maana. Yani wewe giza. Wewe ni giza. Kwa hiyo ukiona kwamba kazi ya Sophie ni ngumu, basi wewe kama una taaluma, tumia taaluma yako. Ukiona kwamba taaluma huna, tumia kipaji. Sophie amechagua kutumia ujuzi. Kwa hiyo unaweza ukatumia taaluma, kipaji au ujuzi. Jifunze ujuzi fulani. Kama wewe unaona mimi siwezi kubeba ndoo ya lita 20, basi tafuta kitu ambacho unakiweza. Lakini usikae tu ukabweteka ukafikiri kwamba maisha yataenda tu miujiza. Haiwezekani. Unakuta mtu mwingine yuko na biashara yake au kazi yake anayoifanya, lakini kama tulivyosema hapo awali, leo anauza mashati, anaacha. Kesho anafanya hiki, anaacha. Na mada yetu leo nasema kwamba namna gani jinsi ya kujisimamia. Kwa hiyo mtu kama huyu unagewa sasa, umpe darasa. Ni namna gani utamwambia afanye vipi ili aweze kujisimamia, awe imara katika hilo jambo lake? Katika fani yoyote au katika kitu chochote unachokifanya, kadri unavokaa kwenye lile jambo, unaanza kukua, growth. Unaanza kutoka, Sophie amezungumza, unatoka kwenye kuwa msaidizi. Unapanda viwango mpaka sasa na wewe unapewa kazi ya kupiga plaster. Lakini mwanzoni ulikuwa unasaidia tu, unapeleka tofali, unasaidia fundi. Sasa kadri unavokaa kwenye eneo fulani kwa muda mrefu na ukawa unajifunza, uko makini, lazima tu ukuaji utakuwepo. Na kadri unavokuwa thamani yako inapanda. Kwa hiyo jinsi Sophie alivyoanza miaka 20 iliyopita sio kama sasa hivi. Na hata kipato chake hakiwezi kuwa sawa. Kwa hiyo inawezekana mwanzoni aliyekuwa anapewa 5,000 kama saidia fundi, sasa hivi huwezi kumpa 5,000. Kwa hiyo ukuaji ni muhimu sana. So watu wajifunze kubaki sehemu, sio unarukaruka kama popcorn. Au ile election yako basi nikwambie wewe mtazamaji wetu, namba inapita hapo chini 0763809770. Tuma ujumbe wako mfupi na sisi tutapokea na kusoma maoni yako hapa. Gilfred, una lipi la kumwambia? Mimi bwana natamani kujua ni mbinu zipi ambazo unaweza kumcoach
zinaweza kumsaidia mtu kuondoa hofu, kwa sababu tunajua kwenye kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti au vitu ambavyo viko tofauti na utamaduni wetu, mtu anajawa na hofu. Kwa ni mbinu zipi unaweza kuzitumia kama kumkochi mtu wa namna hii? Kitu cha kwanza, wiki iliyopita nilikuwa naangalia video moja. Wanasayansi walifanya utafiti wakagundua kwamba wanadamu anazaliwa na hofu mbili tu. Anasema the fear of a loud sound, yani hofu ya sauti kubwa. Ndio maana mtoto unaweza ukapiga sauti akashtuka analia. Tunazaliwa na hiyo hofu. Na hofu ya pili, hofu ya sehemu ya juu, heights, mfano kama kule Sofia alivyokuwa anafanya kazi gorofani kule, hiyo nayo hofu tunazaliwa nayo. Lakini hizi hofu nyingine zote, nitaonekanaje, watanisema, sijui nini, naogopa kufeli, hizo hofu tunajifunza kwenye mazingira yetu. Sasa kama tunajifunza, manake tunaweza kujifunza kuzikataa hizo hofu. Kwa hiyo cha kwanza ni kubadilisha mtazamo. Acha uoga, acha kuhofia vitu ambavyo vinaweza hata visikuumize. Na hata ukiangalia, ukijiuliza, katika vitu vyote ambavyo nimewahi kuogopa, vingapi vimenidhuru? Unakuta vingine wakati mwingine tunafanya kitu unaogopa. Hata tulivyokuwa shule, unafanya kitu unaogopa, sasa nikienda kwa mzazi namwambiaje, alafu unafika wala mzee hana shida. Sasa nilikuwa naogopa nini? Unaenda kwenye interview, unatetemeka, jasho linakutoka. Hawaende kukuua, hawaende kukupiga fimu, unaogopa nini? Kiasi kwamba unauliza tukupe bei gani? Mpaka unashindwa kuongea. Kwa hiyo kuna hofu nyingine ambazo tumejifunza. Basi unaweza sasa na ukatuni mind yako kwamba sasa mimi kuanzia leo naogopa tu sauti kubwa, naogopa tu labda na zile heights, sehemu ambayo ni ya juu sana. Haya mambo mengine, kufeli, Sophie amekwambia changamoto zipo. Lakini pia kwenye kuogopa inabidi tukabili kile ambacho tunachokiogopa ili tuweze kupambana nacho. Hebu tupate jumbe wenzetu ambao wanatufuatilia. Huyu anakuambia yeye ni Mjuma Ahmed Zumbe Mshekai, Senator wa Mbagala, Dar es Salaam. Anasema Sister Sophie amenipa ujasiri wa kuwajibika na maisha ni mapambano. Tunafurahi kusikia hivyo. Huyu anasema huyo dada ni shujaa. Sophie, kokote ulipo wewe ni shujaa. Huyu mwingine anakuambia Mungu akuzidishie. Mwingine anasema huyu anaomba namba ya dada Sophie. Kwa hiyo usijali. Namba yako tutamtumie, namba itakuja hapo utaiona. Kwa hiyo unaweza ukaichukua. Adamu Kigomba anasema wa Kilombero, kutoka Kilombero. Hii ni super sana Jojo na Bidada. Wametupokea. Familia yetu imetuelewa. Na namba ya dada Sophie ni hapo chini kama tunavyoiona kwa wale wote ambao wanahitaji ushauri. Na namba ya kazi, unataka kumpa kazi tenda yoyote, dada Sophie yuko tayari, atakuja yeye na timu yake. Ujumbe mwingine anakuambia huyu ni Mwalimu Masud kutoka Shinyanga mjini. Anasema karne hii ya sasa mwanamke haifai kuwa goalkeeper. Kwa maisha ya sasa yapaswa kupambana pamoja kutengeneza uchumi wa familia. Hapa sasa kwenye kutengeneza uchumi wa familia, unawaambia nini mwanamke na mwanaume? Unakuta wote tunatazamana nyumbani. Nani afanye nini? Mke wangu si utoke ufanye hiki, mwanamke ananiambia na yeye si utoke ufanye. Kwa hiyo una kipi cha kuambia familia kama familia, namna ya kujijenga na kujisimamia kiuchumi? Hakuna kitu kikubwa ambacho kimetengenezwa na mtu mmoja. Kwa hiyo wewe ambaye una mume wako na unategemea yeye kila kitu alete, atapambana, lakini yeye ni binadamu. Itafika wakati nguvu zitamwishia. Na nguvu zikimwishia, yeye hasipokuwepo, wewe utaishije na watoto? Utaweza kuendesha hiyo familia? Kwa hiyo wanawake wasikae tu kusema kwamba sisi tumeumbwa kupewa, nyie ndo mnatakiwa mtulee. Sawa, hiyo sisi hatuna shida. Yaani sisi kazi tunapiga na wanaume wanaojielewa wataprovide, hawana shida. Lakini je, nikiondoka na kuacha na familia, utaweza kuwalea? Yaani kiasi kwamba huko nilipo mimi niwe natabasamu kwa kile ambacho unakifanya. Kwa kile ambacho mume wake Sophie hata sasa hivi asipokuwepo,
Ana uhakika kwamba mke wangu atalea watoto wangu. Na wanaume mnatangulia sana kuliko sisi wanawake. Kwa sababu sisi ndo tunakuwa front line kwenye kupambana. Kwenye kupambana. Kwa hiyo tunakutana na mishale. Lakini kwenye story ya Sophie, tumeona anasema kuna sehemu akienda watu wanadharau na yeye anasema ukimdharau na yeye anakudharau. Kwa hiyo Sophie na anakuambia Sophie. Kwa hiyo natamani tufanyeje ili kwa sababu anaweza akaenda ukiachana Sophie, hata mtu mwingine ambaye ni mwanamke labda kwenye kazi nyingine, mtu akasema mmeletea huyu hapa mna kazi. Mimi sitaki bwana, hebu leteni mwingine. Hii dhana ya jamii kuwa na mitazamo hasi, kuwa na mitazamo ambayo haipaswi kuendelea kuwepo katika dunia ya sasa. Tufanyeje ili tuweze kuhakikisha kwamba hawa watu wanabadilika, mitazamo inabadilika kuhusiana na stali za maisha kama hizi? Kusema ukweli, hii ni sifa ya binadamu wote. Yani kwa sababu tunachukulia watu poa kwa kuangalia kwa macho. Unaweza ukawa una uwezo mkubwa lakini mtu anasema huyu mfupi huyu ataweza kweli? Huyu ana komwe ataweza kweli? Lakini uwezo wa mtu hauko kwenye sura yake, haupo kwenye ufupi au urefu wake. Yani Sophie ukimuona unaweza ukasema mwanamke ataweza, si bora nichukue fundi mwashi wa kiume. Lakini uwezo wake yeye anaujua. Kwa hiyo Sophie mimi ningemshauri atengeneze tuseme testimonies, kazi zake ambazo amezifanya, na ndio maana sasa hivi tuna social media. Ni kweli. Pale unaweka CV zako unaziweka kule kwamba anayekudharau kwamba wewe utaweza, unamwambia ona akaunti yangu, hizi ndo kazi nilizo, atengeneze profile yake. Hizi ndo kazi nilizozifanya. Yani hata hivyo anakuwa hapati muda wa kujielezea sana. Kazi yake inajieleza. Kwa sababu lazima mimi nakwambia lazima mwanadamu atamdharau sababu yeye ni mwanamke. Ni kweli. Hiyo ipo. Kwa hiyo atengeneze hivyo vitu ambavyo vinaweza vikambackup maelezo yake. Kwamba hizi ndo kazi zangu. Okay. Dharau zitakuwa. Unasema anayekudharau ipo siku atakusalimia kwa heshima. Kuna swali hapa, Huyu anaitwa Kurwa Masare. Anapenda kuuliza, je, unawezaje kujisimamia ikiwa bado uwezo wa kipato ni mdogo? Hapo tunarudi kwenye mtaji. Na watu wengi wanafikiri kwamba ili niweze kujisimamia lazima niwe na kipato, niwe na mtaji mkubwa. Wewe ndo mtaji wa kwanza. Utayari wako ndo mtaji wa kwanza. Sisi wengine tunakuja tu kukusaidia. Kwa hiyo Sophie, Severin kuwa tayari kwenda site na kufanya kibarua au kufanya kazi ile. Haya mambo mengine yanamfuata. Resources nyingine au nyenzo nyingine zinamfuata. Wewe kwanza kuwa tayari kwamba mimi niko tayari kufanya hiki kitu. Na uonyeshe kabisa kwamba commitment yangu niko tayari kufanya. Watu wengine wataanza kukupa kazi, watu wengine wataanza kukuamini, na utakuta sasa kipato nacho kitakuja. Kwa sababu ukisubiri kwamba nipate pesa alafu ndo niweze kujiamini na kufanya, hapana. Lazima wewe uanze alafu pesa ndo itakukuta njiani. La sivyo utasubiri mpaka hazitokuja. Ni kweli. Nakumbusha wimbo mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Ni kweli kabisa. Sasa kuna mtu ambaye anakuambia mimi bwana sawa nina nguvu, lakini kuna namna mazingira ambayo nipo kila nikijaribu kufanya kitu anaamini hawezi. Kuna ile hofu ambayo iko ndani ya mtu kwamba mimi siwezi, au kwa hadhi yangu watu watanionaje? Tuna lipi la kuambia watu wa hivi? Sisi binadamu, sisi sio miti. Sisi sio jiwe kwamba likishawekwa hapo haliwezi likatoka. Mimi nawaambiaga watu, inawezekana una kipaji kikubwa sana au una ujuzi mkubwa sana, lakini wewe ni samaki ambaye sasa uko nchi kavu. Lazima utoke nchi kavu uende kwenye maji. Nenda kwenye mazingira yako sahihi. Kuna wasanii wengi tunawajua walikuwa vijijini, Kigoma huko ndani au Sumbawanga huko. Sasa kipaji chake kule kisinge na wili. Kwa ilibidi atoke aje Dar es Salaam. Ambako kuna studio za kurekodi, kuna mazingira ambayo yanamfaa. Kwa hiyo na wewe kama kuna sehemu ambapo unaona mazingira haya hayanifai, jiulize mazingira gani yananifaa. Toka
hujasimikwa sehemu moja kwamba wewe huwezi kutoka hapa. Wewe ni binadamu. Toka hapo. Hama, nenda sehemu nyingine ambao unaona kuna mazingira mengine ni ya marafiki. Achana nao. Nenda kwa marafiki ambao wanaweza wakakusaidia. La sivyo utabaki hapo, utalaumu mpaka utaingia kaburini. Ni fursa zipi ambazo wanawake wanaweza kazitumia katika mifumo ambayo imejaa mambo ya kijinsia? Yes. Actually wanawake wao wana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kuliko hata sisi wanaume. Kama walikuwa hawajui. Kuna somo moja ambao nalifundisha linaitwa package na content. Mwanamke tayari yeye kwenye swala la package. Yeye ana 100%. Na ndio maana mwanamke akijitokeza kabla hata mtu kujua ujuzi wake na ufahamu wake, yani content yake ikoje, ameshakubalika. Sisi mpaka tuonyeshe. Watu wanataka kuona. Sawa, basi tumepata jumbe zenu. Tunashukuru sana kwa jumbe ambazo mmezitumia. Tumepata ujumbe kutoka kwa Sofia, watu wanamsifia Sofia kuwa ni shujaa. Tumepata ujumbe kutoka kwa Hussein, yeye anaamini kwamba wanawake wanaweza na anamsifia Sofia. Tumetoka ujumbe kutoka kwa Joseph, Hamisi Athumani wa Morogoro. Asanteni sana kwa ujumbe wenu. Tumepata ujumbe pia kutoka kwa Sonia Abdalla. Wote nyinyi mkimpongeza Sofia kwa kile anachokifanya na kutaka wanawake waendelee kufuata njia hiyo na mfano wa Sofia. Na tukiendelea kutafakari hayo, wanaume mtafika mbinguni mmechoka. Asante sana kwa kuwa nasi leo. Kwa hiyo niwaambie kwamba wanawake tumepata ujumbe na tutafanyia kazi. Tuko na nyinyi wanaume mpaka kileo.